ni kitu gani? Haya mapenzi ni kitu gani? Nilimpa moyo, nikampa figo, lakini mwenzangu kavikatakata. Licha ya kumjali, nikampa yote, lakini bado wakaniacha. Ngari mimi naishi, sidhani kama nitakusahau. Kwangu bado mazishi. Shemeji, hali ya dada ni kama unavyoiona. Sasa hivi nashukuru Mungu afadhali kidogo. Na nilipoenda hospitali, daktari kashauri sana. Sasa hivi hatakiwi kuwa na msongo wa mawazo na inatakiwa apumzishe mwili. Nimekuelewa shemeji yao. Gangu. Waendeleaje? Kidogo. Sasa shemeji. Mimi kuna sehemu napitia. Kwa hiyo huyo gangu mimi ndio kumfuata kesho. Sawa, haina shida. Gangu. Kesho basi nitaje kukufuata. Ndio nyumbani, sawa? Sawa. Kufuata kesho, Vile sometimes naonekana mnyonge, mbele sioni naona kiza. Kuna time na kumisi nyumbani, uwepo wako ni miujiza. Sione nalia sababu ya mapenzi, sinione nalia naumia sababu ya mapenzi. Dada wewe ndi dada. Mapema hiyo. Familia. Vipi mwanangu? Kama kawaida. Ndio kwa sababu wewe. Na majanga mwanangu hapa nilipo. Chuma nimepeleka fundi tangia asubuhi. Mabumbu yetu dakika 10 tu. Na baadaye mwenyewe kwa fundi nimeingia sasa hivi. Mimi ndani nakukuta. Hata mwenyewe mwanangu. Sisi kwanza. Naweza kama mteja. Hapo anakuja dakika 0 tu bila sana. Dakika moja. Ngoja mimi nimchukulie maji kidogo yani. Asubishi wewe. Ngoja kamchukue mke wangu. Dada, usijali mwana, Mungu atakusaidia. Nashukuru ndugu wangu. Alafu kingine punguza basi hata mawazo. Inaonekana una mawazo mengi sana. Sawa. Elewa. Ndio inanisikitisha. Mke wangu, maji. Shemeji. Unaendeleaje na hali? Namshukuru Mungu shemeji yangu. Si pole sana. Nashukuru. Ugua salama shemeji. Asante. Brother. Singoja tuwakimbie unajua muda wa muda sasa hivi. Basi ina shida. Dada. Baki salama. Shemeji. Poa salama bwana. Saidia utapona. Karibu shemeji yangu. Karibu. Kaka, basi ndugu zangu. Baadaye basi. Baadaye bana, kitokea chochote supporter yote itakuja ta. Unajua tena. Hana noma ndugu zangu. Nashukuru sana. Asante. Poa tu. Shemeji. Poa salama bwana. Baki salama. Poa, baki salama. Kwa hiyo shemeji, ngoja basi mimi nikate kuandaa chakula. Sawa, muhimu leo. Poa. Mwanangu, wewe umechelewa sana. Hata hivyo sijachelewa mama ndio nakufuata huko nyumbani. Muda wote toka saa 10 mpaka sasa saa 12 mwanangu.
Mleta mzigo amechelewa ndio inabidi tusubiri sasa. Na unajua kwamba mimi naumwa, lakini nalikwambia uende uwahi kurudi upike. Mpaka nimejivuta mwenyewe, nimekuja sokoni kununua vitu nikapike. Mbona unijali mwanangu? Basi sasa mambo yaisha. Kangu, mimi naomba nisamehe mkangu. Unajua nimekosea. Naomba nisamehe mkangu. Yaani kiukweli mimi nimeshachoka. Maana kila siku wewe. Juzi tu hapa tumegombana. Sababu hiyo hiyo. Yaani ujinga wote hujaachaga tu. Na tu mwanamke ameanza kukusifia, sio? Penzi wangu, sio kidali, sijui mambo unanifanyia. Hivi kweli ingekuwa ungejisikia raha vile? Ndio maana naomba msamaha mke wangu. Unajua kama nimekosea. Mimi nimechoka bana. Sasa mke wangu usinisamehe mimi nitakusamehe nani? Mimi sikusamehe bwana, umezidi wewe kila siku wewe. Wewe mke wangu mzuri, macho mazuri, pua yako nzuri. Samehe mke wangu, mambo yaishe. Nimekusamehe. Simtaje kwa msamehe changu. Lakini usirudie tena. Asirudi tena mke wangu. Asante kwa kunisamehe. Mapenzi ni kitu gani? Haya mapenzi ni kitu gani? Nilimpa moyo nikampa figo, lakini mwenzangu kavikatakata. Licha ya kumjali nikampa yote, lakini bado wakaniacha. Ngari mimi naishi. Salama. Vipi? Nakugonga? Kwema. Mbona hai muda mwenyewe saa 4 naona hai una furaha kama unaelekea? Naelekea magetoni hapo. Magetoni? Fani? Hapo kupumzika. Unapumzike? Unaweka unachokiongea? Ninawakika nacho kaka. Unaweka unachokiongea? Kaka, nisawahi kukudanganya. Bwana, kwa kuwa sasa hivi nina haraka sana, kuna mzigo naenda kupokea hapo bandarini. Nitampigia bosi wako simu. Atanipa maelekezo. Ila akiniambia kwamba umekimbia au hujafika kazini tutagombana. Unielewa? Elewana? Ngoja nikapumzike. Haina shida baadaye. Shoga. Shona jambo saa hizi unaanza kujisuluhisha, si ndio Sasa ilikuwaje mpaka saa hizi? Yaani saa hizi toka saa 10 ndo naona saa hizi. Ushaona mimi si jambo ndo maana yake. Sawa, nimekusamehe mwanangu. Ila wewe mtoto wa kike ujue unatakiwa ukae chini utulie. Umeelewa mwanangu? Chukua hela hii. Niletee mafuta ya kula mimi nianze kupika. Chukua hapo nje, chukua. Niliweka asubuhi. Bana, jana nimesikia simu nilikuwa hai maana kuna simu nilikuwa naenda kupata mzigo wangu. Yule kijana maana nikutana njiani muda saa 4 na akaniambia kwamba anaenda nyumbani kupumzika. Nipata mashaka kidogo maana sio kaida yake. Kweli mwanangu, nimemruhusu baba mdogo kumwambia yangu kwa moto. Wangu jinsi atakashika pale nyumbani na hapa tunakuta. Nakupa kama majambo. Pole sana ndugu yangu. Kwa maana nilikuwa na mashaka. Kuna vijana sasa hivi wakishaanza kushika vile kidogo, wakishaanza kupendeza nini wanawake nini wanakuta waliona kazi haina maana. Maana kupata mashaka kwa kuona tunajua vijana wenyewe sasa hivi. Unafaa vizuri kumuuliza huko sahihi. Lazima tuwe macho kwa vijana kama sana. Nakuelewa. Kishaingia mjini hapa unajua wanabadilika kweli kweli. Kweli. Kishaona vijana walio wengi wengine wanaingia kwenye makundi ambayo sio kabisa. Kwa hiyo lazima niwe makini naye kuanzia hatua na kutembea mpaka sasa. Ni bana changamoto ya mchanga hapa. Unaona tunabaki kidogo. Kwanza nimefanya mpango hata hili moja la mchanga. Lori moja. Wale wale vijana waliokuja siku ile wajakuletea mchanga. Ndio chukua nilikwenda siku ile mchanga yeye na mawe kibao. Lazima na mchanga na mawe hapo na watu. Wewe fanya huo mpango na lori moja la mchanga.
Basi anasema tutapigia vijana wangu wa Kibaha kule, maana mchanga wa Kibaha ni mlaini alafu mzuri hata kwa kusikini yani mafudo hivi na ofisi. Basi mimi nitawasiliana nao. Naomba kuleta lori moja tu yangu. Vipi kokota uhitaji? Kokota tunatosha hivi. Mimi shida yangu mchanga. Sasa shida tawasiliana nao kidogo ili pate lori moja. Usio na wasiwasi hiyo. Hamna. Sasa ndio ibada ndugu yangu Jumaa. Ndio swala kweli unaongea. Mbona kuacha hiyo maulama tena? Ndio baba sina siku na nini bwana. Unajua tena? Niombe mwenyewe. Wai wakati. Wai wakati bwana. Ndio maulama ulibakia bwana. Poa. Mzima. Sasa jana umefanya nini? Sasa nimefanya nini? Wewe si nikwambia usipige simu kwa mimi nikupigie. Kwani mimi nikupigia simu kuna shida? Shida ipo. Mimi nakwambia usipige simu kwa mimi nikupigie na maana yangu. Mimi na mimi wa mtu. Na mwanamke mwingine. Kitu mwanaume ananichukulia kifano mimi. Yaani amenileta hapa anapigiwa simu anaondoka. Hivi ananichukuliaje mimi huyu mwanaume? Sasa subiri nitamkomesha. Haya mapenzi ni kitu gani? Nilimpa moyo nikampa figo, lakini mwenzangu kavikatakata. Licha ya kumjali nikampa yote, lakini bado wakaniacha. Ngari mimi naishi, sidhani kama nitakusahau. Kwangu bado mazishi, labda mwenzangu ulipanda dau. Vile sometime naonekana mnyonge, mbele sioni naona kiza. Kuna time na kumisi nyumbani, uwepo wako ni miujiza. Sione nalia sababu ya mapenzi, sinione nalia naumia mama sababu ya mapenzi, sinione nalia. Kwa nini alinidanganya? Sitaki kuamini kabisa kuwa na mwanamke. Kwa nini alinidanganya? Kwa nini aliniongopea? Kwa nini lakini? Wewe, mwanaume gani unamzungumzia wewe? Au mwanamke gani unamzungumzia wewe? Dada siko sawa, tutaongea baadaye. Uko sawa kivipi? Dada siko sawa. Jamani. Umsio kapata na nini? Afka nishtua. Haya mapenzi ni kitu gani? Haya mapenzi ni kitu gani? Nilimpa moyo nikampa figo, lakini mwenzangu kavikatakata. Licha ya kumjali nikampa yote, lakini bado wakaniacha. Ngari mimi naishi, sidhani kama nitakusahau. Kwangu bado mazishi,